wetu nini hasa wamekusudia kutueleza siku ya leo. Karibu. Asante sana Ahmed, ndugu waandishi, habarini za asubuhi. Nimekuja hapa kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba kuweza kuzungumza nanyi kuhusu maendeleo ya klabu yetu ya Simba, kuwajulisha wana Simba na Watanzania na wapenzi wa Simba ambao hata si wa Tanzania kuhusu maendeleo ya klabu yao pendwa Simba. Pamoja nami nimefuatana na makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba pia, Bwana Murtaza Mangungu, na afisa mtendaji mkuu wa Simba CEO Zubeda Sakuru, pamoja na wafanyakazi wengine wa Simba, idara ya habari wakiongozwa na Bwana Ahmed. Cha kwanza ambacho napenda kuzungumza ni kutoa shukrani. Tunatoa shukrani kwa muda wote ambao tumekuwepo katika uongozi, kwa watu ambao wameifanya Simba iweze kupiga hatua kubwa. Tunatoa shukrani kwa wana Simba wote, wanachama na wapenzi, na wale wanaotakia mema klabu ya Simba. Tunatoa shukrani kwa sponsors na partners wetu wote, na kwa umuhimu wao ni vizuri kuwataja. Tuna partners wasiopungua 18 sponsors na partners. Napenda kuwashukuru Betway, J-Root, Azam TV, More Cola, More Group, More Assurance, More Foundation kwa ajili ya CSR, toaji kwa huduma kwa walengwa wanaohitaji, Premier Mobile, Serengeti Breweries, kuna Simba Mastore, kuna benki ya CRDB, NBC, NMB, Equity, na bila kusahau mdau mkubwa serikali, sababu serikali pia ni mdau mkubwa katika maendeleo ya Simba. Lakini pamoja na hayo yote, shukrani za pekee zimwendee Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwezesha hayo yote kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo si rahisi kwa klabu kuwa na sponsors, kuwa na partners wa kiwango hiki karibia 18 katika ukanda wetu wa kusini mwa jangwa la Sahara. Hii inaonyesha kwamba klabu yetu inakubalika kweli kweli. Na pia tunatoa rai watu, makampuni mengine yaje yaweze kushirikiana na Simba, na mengi ambayo yameshirikiana na Simba yameweza kufanikiwa, kwa sababu katika Afrika, katika wanasema ufikiaji wa watu, Simba ni namba 2 Afrika. Baada ya Ahli, sisi tuna platform ambazo zinafikika duniani kote. Zaidi ya watu kwenye milioni 12 duniani wanafuatilia platform za Simba za social media. Kwa hiyo ukiwa partner na Simba unaifikia dunia, sio Tanzania tu. Kwa hiyo tunakaribisha watu waweze kuendelea. Jambo la pili, napenda
kuongea kuhusu swala la transformation. Nakumbusha hapa, ni wasahau Air Tanzania, ni wadau wetu wakuu. Unajua, nililisti wanaoleta hela tu, nikasahau wanaotoa huduma. Air Tanzania nao wanatupa huduma, tunapata discount nzuri sana kila tunaposafiri na Air Tanzania. Kwa hiyo shukrani sana Air Tanzania. Jambo la pili ambalo ningependa kuambia, mchakato wetu wa transformation ambao tulianza 2017, sasa ni 2025. Miaka mingapi hiyo? 8. Unaenda kufikia tamati. Unaenda kufikia tamati. Ni kipindi kigumu tumepita, kwa sababu huu mfumo kuacha ambako unatumika Ulaya, hasa Ujerumani, Afrika hakuna klabu inatumia mfumo huu. Kwa hiyo tulikuwa tunaona ugumu ambao mamlaka za serikali na mamlaka za soka na wizara husika, tume la ushindani, ambavyo ulikuwa unapata changamoto ya kuweza kupitisha mfumo huu. Mfumo huu ambapo unaita ni hybrid, kwa maana umegawanyika, wanachama wana hisa zao na wawekezaji wana hisa zao, ni mfumo mgeni kabisa. Lakini tunaomba kusema kwa uwazi, ni miaka 8 iliyokuwa na changamoto kubwa sana. Ilibidi kwenda tume ya ushindani, na wakati huo tulikuwa tumeshaanza na ile interim board. Wakasema, kwa nini mlianza kabla ya kuja huku? Tukapigwa faini, tukalipa. Ikabidi tukapita RITA, ikabidi tukapita BMT, ikabidi tufike mpaka mamlaka za juu, ofisi ya waziri mkuu. Waziri mkuu akazungumza, lakini hatimaye mwanasheria mkuu wa serikali akakutana na vyombo vyote, akasema baada ya kupitia hizi matatizo na tumeshauriana, basi nashauri Simba na BMT mwende mkayamalize. Kikao chetu cha mwisho cha wanachama tulipitisha hii katiba ambayo tunategemea kama si leo, kesho, kesho kutwa itakuwa imesajiliwa. Sasa hili ni jambo kubwa kwa klabu ya Simba, kubwa kweli, kwa sababu sasa ndio tunaanza safari. Kwa hiyo hii miaka 8 ilikuwa ni up and down. Tunaingia sasa kwenye mashirikiano na tunaingia kitu kinaitwa shareholders agreement, kuweza kujua mwekezaji atafanya nini na wanachama nao watafanya nini. Lakini kubwa ambalo tunaenda kulifanya sasa, tulikuwa tumesimamisha kutoa kadi za wanachama wa Simba. Sasa tunaenda kutoa kadi za wanachama wa Simba, na nawahakikishieni tunaenda kuwa klabu ya kwanza tena yenye wanachama wengi, sio Tanzania tu. Mark my words, narudia, tunaenda kuwa klabu ya kwanza yenye wanachama wengi, si Tanzania tu, na hasa nje ya Tanzania. Wanasimba hawa ninavyowafahamu, wanasimba hawa ambao ni wa kisasa, wanasimba hawa ambao wako tayari kujitolea kwa klabu yao, wanaenda kuonyesha mfano, na huo mfano hautapita miezi 6 mpaka mwaka. Tutakuja kuambieni sasa tumefikia wanachama wangapi, na hao wanachama hatutawaandikisha sokoni. Ni wanachama ambao watapitia kwenye matawi, kwa sababu ni wanachama ambao wanakuja kuwa wanahisa. Kwa hiyo ndugu wana Simba, wapenzi wa Simba, sasa tunaenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tutapata wanachama ambao tunastahili. Lakini la pili, tunaenda kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo hazitapatikana hapa Tanzania. Hakuna kadi za mfano wake. Itakuwa ni kadi za kisasa ambazo zitakuwa na mambo mengi sana ya faida kwa wanachama. Kwa hiyo hilo linafanyiwa kazi, mimi na makamu wangu ambaye ni mwenyekiti wa klabu, ili tupate kadi za kisasa ambazo mwana Simba akipata ile kadi, sio tu kwamba kuja kuonyesha kwenye mkutano, inakuwa na mambo mengine mengi zaidi ambayo yanaweza yakafanyika. Lakini uwekezaji huu transformation kikamilika sasa,
Mwekezaji sasa anaenda kuweza kujenga miundombinu. Alishatuahidi kwenye board, transformation ikikamilika anaenda kuwekeza kwenye miundombinu. Kwa hiyo muda sio mrefu pale Bunju panaenda kutengenezwa training facilities za kiwango cha 5 ambazo zitakuwa ni za kisasa. Kwa hiyo hili ni kubwa sana kwa wana Simba. La tatu, kumekuwa na maneno ya hapa na pale siku za karibuni. Sasa naomba niseme sisi kama bodi tunazungumza kwamba Simba ni moja. Sisi tuna bahati tumepata mwekezaji ambaye kwanza ni mwanachama wa Simba. Na mwekezaji huyu kwanza akiteua wajumbe wa bodi karibu wote wana Simba. Kwa hiyo Simba ni kitu kimoja. Ila tunakutana kwenye shareholding kwamba huyu ana 49, huyu ana 51. Lakini wote wanaoingia kwenye bodi ni wana Simba. Kwa hiyo hayo maneno yanayopandikizwa, yanayokuja huko yote tutayaua, tutayamaliza na Simba itabaki moja. Kwa hiyo nawasihi wana Simba, sisi tuko kitu kimoja. Mimi na makamu wangu tuko kitu kimoja. Kwa hiyo Simba yote itakuwa ni moja. Na mwekezaji ni mwana Simba. Sio kama mtu ametoka, maana kuna timu zingine Uingereza mwekezaji ametoka Uarabuni, ametoka Marekani. Hapa mwekezaji ametoka Tanzania na ni mwana Simba. Kwa hiyo maneno kila siku wanachama, wekezaji, lugha za kudanganya, tunaomba kuanzia sasa zifike mwisho. Simba ni moja na tutaendelea kupigania klabu yetu, na huu ndio msimamo wa jana wa bodi. Kwa hiyo nipende niwaeleze hayo, lakini kikubwa ni kwamba tunaandaa mfumo wa utoaji wa kadi ambao utakuwa ni wa kisasa, ambao kila mwana Simba sasa, Simba inaenda kukua. Labda niwaeleze kitu kingine. Ile hela ya 20 billion sasa iliyokuwa kwenye escrow account ikiisha itahamia kwenye account za Simba, then tutaanza kutengeneza faida. Na katika sehemu ya mapato ya kadi pia yataingia kwenye endowment fund, tutaanza kutengeneza faida. Sisi ni klabu ambayo tutakuwa na pesa nyingi kuliko klabu zote. Kwa hiyo hili ni swala la muda, tunaenda kutengeneza timu ya kisasa ambayo iko na uwazi, yenye good governance. Yenye good governance. Narudia tena, yenye good governance. Tusikubali kupotoshwa. Baada ya hayo machache, si mengi, naomba kama makamu yote la kuongeza, ambayo sikuzungumza za kuongeza, sio vinginevyo tuko tayari kwa maswali yoyote. Leo ulizeni maswali yoyote mnataka kuuliza. Yoyote ulizeni leo. Msitoke hapa msema sisi tulikatishwa maswali. Ulizeni leo. Yaani wanaathirika vipi wachezaji? Kwa sababu mishahara wanalipwa tena kwa wakati. Hakuna klabu inalipa mishahara kwa wakati. Hakuna, hawadai hata bonus. Hawadai chochote. Hakuna mtu anadai chochote Simba. Chochote. Tena huyu mshahara wa Christmas unalipa lini? Leo okay. Tayari ushalipwa. Disemba ushalipwa. Wanadai nini? Maana unaposema tumewaathiri viongozi, tumewaathiri vipi? Tuache huko mgongano kwanza. Maana sio kama mgongano mmeona wapi mgongano. Tuje kwenye wao wanaathirika vipi? Maana kuna kauli zinawaambia. Kauli za wapi? Wacheze chini ya kiwango. Kauli za wapi? Tunasema kwamba uongozi wa juu, kwa maana nyinyi kuna baadhi ya viongozi wanawaambia wachezaji kwamba chezeni chini ya kiwango ili utulivu ukosekane kwenye bodi. Kwamba kiongozi anaambia mchezaji cheze chini ya kiwango. Sio kweli. Sio kweli. Ngoja nikwambieni jamani. Kiufundi sisi tumepata shida ni kwa sababu kocha tulianza naye msimu, akasajili timu, akatrain mwezi mzima, pre-season, akaondoka bila kutarajia. Ikabidi tutafute kocha ambaye ataingia immediately. Naye hakukizi vigezo vyetu. Kwa hiyo ikabidi naye aondoke.
kwa sababu ya NDA. Unajua NDA ni nini? Non disclosure. Mnaachana lakini hamtaki kusema kwa sababu ya protection. Lakini tuliona kwamba bora tuachane. Kwa sasa hivi tutapata kocha. Umenielewa? Umeona timu ilivyonania? Cha pili ambacho watu hata mtu mmoja ameweza kusema. Mechi ya kwanza sisi na Ngao, central defender dependable Hamza injury. Baada ya sio mechi gani ile, goalkeeper dependable Kamara akafanya nini? Kaumia. Juzi tuko pale nani wapi? Bamako. Central defender mwingine namba 1 injury. Niambie timu gani Tanzania hii itampoteza goalkeeper na 2 central defenders wa kwanza wote watoke Afrika cheze mechi kubwa ikashinde? Niambie. Hiyo ndio matatizo ya kiufundi. Hayo ndio matatizo ya kiufundi. Na hakuna hata mtu mmoja, nyinyi si waandishi wa habari, ambaye kusema hicho kitu. Toa timu yote Tanzania hapa, toa goalkeeper namba 1 na mabeki wakati wawili, afu icheze mechi kubwa. Uone kama itashinda. Labda kwa msaada wa refa unamfanyikaga wewe. Kwa hiyo ndio kiufundi. Ndio ndio kiufundi. Lakini maneno yanakuzwa. Sasa Simba kwenye ligi imecheza mechi ngapi? Imepoteza mechi. Kelele utafikiri kesho mwisho wa dunia. Simba International imepoteza mechi hizi bado 4. Kelele utafikiri sio kitu gani? Hatuwezi kuingia. Sawa, tusipoingia nani robo finali. It's very bad. Tukusudia. Mwaka jana siku timu ya kuingia robo. Si mwaka jana timu ya kuingia robo. Kelele zilikuwepo. Mlikuwa mnapiga kelele? Kama mnapiga sasa hivi hata ile makundi yenyewe hajaisha. Makundi yenyewe hajaisha. Mwaka jana sina waambieni mwaka jana kwa timu ya kuingia robo mlipiga kelele. Tuongee mpira. Wana Simba msitoe kwenye reli. Tu support timu yetu. Kuna hivi sponsor nani vinaandika tunavijua. Lakini wana Simba mtu anaunda tu. Maurice anaingia Januari si timu gani? Akienda hata TFF anajua mkataba wa mchezaji unaisha lini. Lakini unaandika tu. Sasa hizo kelele hizo zinatengenezwa. Lakini sisi bodi tuko imara. Tuko imara kweli kweli. Mimi na mwenyekiti wangu kwa siku tunaongea zaidi ya mara 5. CEO wangu tunaongea karibu mara 12. Na wajumbe wengine wa bodi. Tuko imara. Tutakuja na tutengeneza taasisi imara. Tunakaa vikao tunafanya maamuzi. Nyie mnafanya vikao kila siku. Sasa unataka sisi tukae gorofani mtu mmoja amue. Ndio good governance hiyo. Sisi tunaamua kama bodi. Na bodi pale kuna watakaotoka wataingia. Watajifunza kitu. Sasa kama naamua mtu mmoja siku akifariki au kiondoka, kutakuwa na kujifunza. Anatakiwa mpira wa mtu mmoja. Mpira wa wapi huo? Hakuna mpira wa taasisi ya wapi? Sio kama nimejibu swali lako. Bwana, hii mambo ya kusema sio. Mimi nilipenda unajua swali lake zuri sana. Amezungumzia hapa ananisikia. Mimi naweza kusema kwa kelele. Mimi ningependa, unajua unaposema kuna mgogoro. Sogea tena mwenyekiti. Unaposema kuna mgogoro, ni vema ubainishe anayegombana ni nani na nani. Yaani upande huu na upande huu. Lakini wewe ulienda mbali, ukasema upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tunakaa vikao, hata jana tulikuwa kwenye kikao pamoja. Labda kama Mohamed Dewji ndio unayemaanisha, mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa 8
na tulikuwa tunaongea mambo mengine tu hayahusiani na mpira. Wachezaji unasema wanaweza wakaambiwa hivi, mchezaji profession anayelipwa mshahara ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira, unaweza ukamuinfluence ukamwambia we cheza chini ya kiwango akacheza? Atakuwa mwenda wazimu huyo na hafai kuwepo Simba. Sasa haya ni mambo ambayo yanazalishwa. Na ninyi waandishi, bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna VTV kandili. Ukisha mpira unasemaje? Wale watu wanakuwa wanaandaliwa kabisa. Na ndio maana wanaojua kule vichochoroni kule. Ukienda uwanja wa Taifa pale kwenye upande wa pili kule, unawakuta watu wamekaa, yani wanamulikana na tochi kabisa ili wahojiane. Hayo sio sawa. Kuna moja wao ulitaka kulisema lakini umeliacha. Kuna mtu anasema siri zinatoka. Sisi tunacheza mpira. Simba Sports Club kwa sasa mchezo wetu namba 1 ni mpira. Kama wao wana michezo ya siri, waendelee na michezo yao ya siri. Sisi hatuna jambo la siri. Siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazohusu kujulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema kuna siri zinatoka zinaenda wapi? Sisi hatuna mchezo wa siri. Sisi tunacheza mpira. Nadhani nitaka kuongezea hayo. Sawa. Asante. Swali lingine? Naam, karibu. Jina langu ni Anaseli Stanley Macha kutoka Mashiko FM. Swali langu ni kuhusiana na uendeshaji hasa kwanza wanachama wa Simba wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu. Na nadhani mwenyekiti umelisema mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huo, sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement, yani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza au atafanya. Na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wowote ukatoa mwenyekiti wa board. Board ndio inayosimamia nani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement. Na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndo mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Lakini pia hamuangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu. Hamuaulizi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani ametoka wapi. Na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi. Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu. Tupokea mawili ya mwisho. Kwa nini wakati? Eh? Kwa nini Sisi wakati? kila mmoja kama ana swali tutawatoa.